Rehema, niko salama, nimeamka niko vizuri kabisa. Yeah. Bana, matokeo ya jana kwanza nataka tuanzie hapa. Umeyapokeaje mnyama Simba kutinga hatua ya robo finali kombe la shirikisho la CRDB? Nimeyapokea vizuri, nimeyapokea kwa faraja kubwa. Ndio kitu ambacho tunakihitaji msimu huu, ni kurudisha heshima ambayo tumeipoteza misimu minne imepotea. Kwa hiyo binafsi nikiona timu yangu inapata sare ama inaenda inapoteza mchezo moja kwa moja, mimi lazima niumie kwa 100% kwa sababu nimekosa ubingwa misimu minne mfululizo. Sasa na msimu huu tena watano niende nikakose tena ubingwa, lazima niumie. Nikikosa ubingwa kwa kuzidiwa na timu ambaye iko mbele yangu sio shida, lakini nikikosa ubingwa kwa mimi kuwa dhaifu, mimi lazima niume. Lazima niume. Kwa hiyo kwa matokeo ya jana, kila mwana Simba nadhani amefurahi. Sidhani kama kuna mtu jana alitoka na kuanza kuwa na milio. Hamna, jana ilikuwa ni furaha tu na bashasha kila kona. Milio jana hakuisikika. Lakini baada ya mechi ya sare TRA, milio ilikuwa mingi. Watu waliongea kwa hasira sana baada ya kupata ile sare, kwa sababu tunajua tunawania ubingwa. Kutoka kwenye alama 5 zikapungua 3 ikaenda mpaka 1, lakini mwisho wa siku zimerudi tena 5. Kwa hiyo lazima iume, kwa sababu tunaoshindana naye pia anahitaji kuongeza ubingwa kwa mara nyingine. Lazima upambane naye kuhakikisha unachukua ubingwa. Huwezi kupambana naye kwa maneno, lazima upambane naye kwa vitendo uwanjani. Sawa, Mnandi Jera, wakati tuko off mic umezungumza jambo kwamba ushindi wa jana wa mnyama, kuna watu wameumia sana kwa sababu wanaamini kwamba Dodoma Jiji aliweza kupata sare kwenye NBC Premier League akiwa kwenye uwanja wake nyumbani pale Dodoma, makao makuu ya nchi, lakini mwisho wa picha waliamini tena jana Dodoma Jiji kwa sababu katangulia mapema sana kupata goli na mpaka half time goli limelala, wakaamini kwamba Simba hana uwezo wa kupindua yale matokeo. Kwa hiyo Simba atakuwa amelala moja kwa moja kupoteza kwenye yale mashindano, na wao wakawa wanaendelea kutamba kwa sababu kama Simba hakuvuka hatua hii, maana wao wanakuwa na uhakika tayari washachukua ule ubingwa. Hamna mtu ambaye anaweza kuwazuia, lakini mwisho wa picha Simba naye ametia miguu yote miwili hatua ya robo finali. Naamini bado tupo. Wao wakitoa, si tunaweka. Kwa hiyo naamini binafsi kwa wana Simba wote tuendelee kuisupport timu yetu. Hakuna kusikiliza kelele yoyote sasa hivi. Iwe ya Joni, iwe ya Shabani, iwe ya Juma, iwe ya Oscar. Sasa hizi ni kuisupport Simba kinaga ubaga kuhakikisha msimu huu tunarudisha heshima tuliyopoteza misimu minne. Hakuna kitu kingine sasa hivi. Au mambo mengine yote ya kimaendeleo yatakuja na furaha tele wakati tumepata matokeo na tumepata ubingwa. Lakini kama huna ubingwa, hivyo vitu vingine sidhani kama utavifuatilia na utavikumbuka. Ubingwa kwanza, alafu mambo mengine yote yatafuata. Katika timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali, hakuna yote ambayo inakusumbua Mnandi Jera? Sijaona timu ambayo inanisumbua kwa sababu kwa taarifa nilizokuwa nazo, Azam jana wamefuzu, naamini pengine ndo nitaenda kukutana naye kwenye hatua ya robo finali. Naamini tumetoka kukutana juzi kwenye NBC Premier League pale Chamazi Complex tukatoa suluhu bila kufungana. Naamini kama kaingia tena mdomoni kwa mara ya 4, ahakikishe kwamba atake astake lazima ataondolewa hatua hiyo na Simba akienda hatua ya semi final. Yaani kinamna yoyote kama kadondoka kweli mdomoni ndo naenda kukutana naye Azam, mimi naenda hatua ya semi final. Yaani sina mbadala. Hamna namna. Yaani atake astaki lazima aondoke kwenye hatua hii, ndio mwisho wake. Bana, Selemani Mwalimu anaibuka kuwa man of the match. Maneno alikuwa ni mengi sana, lawama zikipelekewa kwake kwamba anakosa na magoli, lakini jana akaibuka man of the match, kaptia Kamani chuma mbili. Una nini za kuzungumza katika hili? Kwanza niwaambie mashabiki wa klabu ya Simba kupitia mchezaji wetu Steka ambaye ndo kinara wetu wa mabao mpaka sasa hivi Simba Sports. Hatutaki kumbeza. Hatutaki kumbeza. Kikubwa sisi kama wana Simba tunajua tuna kiu ya ubingwa. Lakini hata kama tuna kiu ya ubingwa, tuangalie performance uwanjani ya timu yetu. Kukosa nafasi Selemani Mwalimu baadhi ya mechi kadhaa ni jambo la kawaida kwa mchezaji. Sio kila siku ataamka vizuri. Kuna mechi aliamka vizuri, lakini kuna mechi ya kuamka vizuri. Tunakumbuka mechi mbili alizocheza Dodoma hapa. Zidi ya Dodoma Jiji alikuwa vizuri sana. Zidi ya Tanzania Prison alienda kambani, kila mtu anajua alikuwa vizuri. Lakini baada ya hapo alipopata kwenye ile adhabu akarudi akafunga, sawa. Lakini baada ya hapo hakuwa vizuri. Tunajua hilo, lakini tumeona jana alikuwa 100% kiukweli kwenye ule mchezo. Na ndio maana umeona jana amecheza kwa dakika nyingi na ameweza kuscore goli 2 na alikuwa na uwezo wa kuscore hata goli 3. Sema tu ndio hivyo, tulichelewa kupata yale matokeo. Lakini kama tungeanza kupata yale matokeo mapema, jana Mwalimu alikuwa anapiga hat-trick. Kwa hiyo tumpe moyo, tuendelee kumwombea dua, aendelee kulikava, akae vizuri. Ndio striker pekee tuliokuwa naye mpaka sasa. Hatuna striker mwingine yoyote klabu ya Simba mpaka sasa hivi. Forena mpaka sasa hivi anakula ugali wetu bure na kazi afanye Simba Sports. Bado ana migogoro na viongozi wetu ambao wamemwajiri. Muda wowote pengine wakati wowote tunaweza kumuona anaondoka kabla ligi haijatamatika. Kwa hiyo mimi naamini huyu ndio tuliokuwa naye. Kwa hiyo huyu tuendelee kumpa moyo ili mmoja aendelee kufanya kazi uwanjani. Tusipompa moyo tukiendelea kumsema huyu, tunasteka gani mwingine? Mwangosi bado bwana mdogo, bado timu ina pressure kubwa, bado hawezi kubato kwenye kipindi hichi. Kwa hiyo naamini huyu ndio tuliokuwa nayo, tuendelee kumpa moyo. Kabla hajafika kwa Jonathan Soa, tunaweza tukasema kwamba Selemani Mwalimu amewaziba midomo baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wanapeleka lawama kwake.
Yeye hajawaziba midomo, ila ameenda kutimiza majukumu yake, kwa sababu sisi kumsema mchezaji ni jambo letu la kawaida. Mwanao anapofanya makosa, usipomwambia ukweli, ndo ataendelea kukubuka kwenye yale makosa. Unapomwambia ukweli, anatambua makosa yake, anajipanga kuelekea sehemu inayofuata. Kwa hiyo sisi mwalimu tusipomwambia ukweli, hawezi kubadilika. Pengine yale maneno ya mashabiki wa klabu ya Simba kwenye mechi kadhaa ambaye kacheza hapa karibuni, hakuwa fiti kwenye kiwango chake, ndio amemsababisha jana kumpush na kuhakikisha kutambua majukumu yake na kwenda kufanya kazi. Kwa sababu kama goli la pili alilolifunga, goli la kwanza sizungumzi sana, ni goli zuri, lakini goli la pili ni goli la jitihada binafsi. Unaamini kwamba huyu ni striker kwa sababu katimiza majukumu yake. Amechukua mali, alikuwa na uwezo kumpa mwenzake, lakini amechukua mali, ametani, yupo na mabeki wawili, amepiga goli safi sana. Kwa hiyo mimi binafsi nimpongeze, aendelee kupambana na ndo kazi ambayo ameajiliwa Simba. Hakuajiliwa pale labda kuwa pale storekeeper, ameajiliwa kuja kufunga Simba. Kwa hiyo ukiona watu wanakusema, maana kumbuka majukumu yako ili utimize uwanjani na watu waendelee kufurahi. Kwa hiyo jana wamemuimba na akiendelea kufanya vile wataendelea kumuimba mpaka mwisho wa msimu. Ni hiki ambacho ulikuwa unakitegemea sasa kwa Suleiman Mwalimu wakati anasajiliwa Simba? Hiki ndio tulichokitegemea. Mwalimu ametoka kule Wydad, nadhani unajua, amerudi Tanzania kwa mkopo Simba Sports kuja kufanya kazi. Sasa hujarudi tena nyumbani uje kuonyesha kwamba kwa nini ulirudishwa Simba kwa mkopo. Pambana uoshe nyota ili urejee tena kule ulifanyaje? Ulikotoka. Kwa hiyo hiki anachokifanya akiwa na muendelezo huu ambaye kaufanya jana. Mimi naamini Suleiman Mwalimu anarejea pengine zaidi ya pale Morocco alikotoka. Anaweza kaondoka hata barani Ulaya kwa sababu Simba ni dila na njia ya wachezaji kwenda barani Ulaya. Kwa hiyo Mwalimu tunamuomba aendelee kuongeza nguvu, aendelee kuzitumia nafasi anazozipata. Hiki ni njia pekee yake kumfanya atoke tena Tanzania kwenda ugaibuni. Lakini kama ataendelea kubweteka, basi ataendelea kubaki tena hapa nyumbani, hataweza kuvuka na kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo asilalamike na wala asisikitike kwamba kwa nini watu wanamsema. Hawamsemi, wanamkumbusha kwenye majukumu yake. Ukikumbushwa kwenye majukumu yako usisikitike. Ndio sehemu ya wewe kujifunza na kurudi kwenye fomu. Suleiman Mwalimu kabla ya kwenda Wydad alitokea Fountain Gate na amesikika afisa habari wa Fountain Gate akizungumza ya kwamba Suleiman Mwalimu hawezi kuwafunga Fountain Gate kwa maana mchezo unaofuata unakutana na mnyama Simba dhidi ya Fountain Gate. Anasema ya kwamba Suleiman Mwalimu hawezi kuifunga Fountain Gate. Hana uwezo huo. Mimi najua tu kuzungumza peke yake sio sehemu ambayo inaenda kufanya finishing. Maneno yatabaki kuwa maneno na vitendo vitakuja kuwa vitendo. Kwa hiyo mimi ninachokiamini mechi inayofuata si ni hiyo. Sidhani kama kuna mechi nyingine inayofuata saa hizi. Baada ya kumalizana na yeye ndipo tutarudi Dar es Salaam, tutakunywa maji kidogo, lakini bado tutaanza tena safari ya kuelekea kule Luangwa kumfuata Namungo. Kwa hiyo mimi naamini binafsi kama maneno amezungumza, maneno tutayajibu kwenye pichi. Sasa tutaki kumjibu mtu kwenye vipaza sauti. Tutamjibu baada ya game ikishaisha kwamba nini alichofanyiwa, afu tutataka kumuuliza, bwana Mwalimu amekufunga ama hajakufunga. Na wao inawezekana wakamkabia Mwalimu kwa sababu katokea pale asiwafunge, lakini anaweza kuja kuwafunga hata beki. Rushain akaja akawafunga, Ismail Tule akaja akawafunga. Kwa hiyo wasimbanie Mwalimu. Naweza kambania Mwalimu alafu Kibabage akaja kujitutumua na akaenda akawaumiza. Kwa hiyo binafsi wao wawaze na hiyo mechi, wasimuwaze Mwalimu. Wao waanze na mechi tu. Kama wanaenda kukutana na mnyama Simba, kashapoteza alama 4 kwenye michezo miwili mfululizo, anakuja sasa kama mbogo, alafu ni uwanja ule ule ambaye kachukua nafasi ya kwenda robo finali, maana kavuka kupitia uwanja ule ule. Sawa? Kwa hiyo na sisi tunataka tena pale pale at least tukusanye alama 3, tukikusanya na ile alama yetu moja tuliochukua dhidi ya TRA, basi tujipange kumtafuta Namungo. Kwa hiyo mimi naamini binafsi Fountain Gate wamepigwa goli 4 jana na Azam. Sawa? Pigwa 4 kama wamesimama. Sasa wajiandae sio kupigwa 4. Sababu Fountain Gate ya mwaka huu sio Fountain Gate ya msimu uliopita. Fountain Gate ya mwaka huu imeoza. Mbovu. Mbovu. Lakini naamini kwa Simba watajitutumua. Ila kujitutumua kwao wao kama Dodoma Jiji. Muda wote wanacheza kwenye zoni yao. Lakini kama watajifanya kubato na Simba, basi inawezekana akapigwa wiki. Benjamin Osukile alikuwa anazeeka bila kulia, lakini kazeeka. Simba amemuliza timu yake wakati inapigwa bao 6. Yupo kwenye benchi pale alilia Benjamin Osukile. Sasa na wao wajiandae kwa kichapo. Hatumwachi mtu salama saa hizi kwa sababu tunahitaji ubingwa. Hatuhitaji maneno. Tunahitaji ubingwa. Swala la uwanja, sawa, swala la basi. Si umeelewa kwa makini? Hivyo vitu sisi vya maendeleo, sisi tunataka timu kwanza kupata matokeo uwanjani. Tukishashinda sasa, wewe ukileta basi, tunapita humo, tunaendelea kusherehekea. Lakini sisi kama hatujashinda hata kutuletea basi, furaha tutakuwa hatuna. Kwa sababu basi wachezaji watapanda kuwafikisha uwanjani. Uwanjani pale usipopata matokeo, lile basi linawapa matokeo. Kwa hiyo kikubwa kwanza sisi tupate matokeo. Furaha yetu ya kutaka uwanja, kutaka basi, timu kwanza ishinde. Na ndio maana mechi ya TRA mimi nimeongea maneno magumu kwamba viongozi wajitathmini, waache malumbano ndani, wakae chungu kimoja, wapike chakula chenyewe kueleweka, ili msimu huu heshima Simba Sports irudi. Masuala ya kulumbana na nini yatakuja baada ya mwisho wa msimu, wakati Simba kashafanyaje, kashakuwa bingwa. Wewe unataka siji kiroba, wewe unataka si una mwembe wako ulipanda kwenye shamba lile, wewe si una mbuyu wako, mtabadaye mtajadiliana, kila mtu atabaki kwenye upande wake. Lakini kwanza Simba ifanyaje, ipate ubingwa msimu huu. Hatutaki maneno, ni ubingwa kwanza, mambo mengine baadaye. Ni kweli mnyama ana misi Jonathan Soa? Mnyama kumisi Jonathan Soa, nasema inawezekana ama haiwezekani, kwa sababu hata sasa hivi sidhani kama kuna mshabiki wa klabu ya Simba anakumbuka kama tuna Jonathan Soa.
Kila mwana Simba sasa hivi akili yake yote inawaza tu timu yake kupata matokeo. Swala kufikiria sasa hivi tungekuwa na fulani. Simba haipo msimu huu. Kwa hiyo Jonathan Soa mimi hataki ondoka kesho. Kwangu kawaida tu. Ila itaniuma kwa sababu pesa iliyotumika kumsajili ni nyingi, alafu yule mtu anakula ugali wetu mpaka sasa hivi na hachezi. Hicho ndio kinachoniuma mimi. Alafu Mkwala kashaondoka kwenye position yake, kaaminiwa yeye. Alafu yeye mpaka sasa hivi haitumiki klabu yetu. Kwa hiyo naamini kuondoka kwake kitaniuma kwamba pengo ya yule mchezaji kwamba hayupo. Lakini hainiumi kwa nini Jonathan Soa haitumiki klabu ya Simba? Kwa sababu kama unakuja una nidhamu bora, wewe unategemea nini? Na Simba Sports ni kama chuo cha nidhamu. Ukija pale nidhamu yako ikiwa mbovu, basi utabaki kwenye kapu, wenzako wanaendelea na maisha. Hata kama mchezaji alikuwa underground kwako, lakini ataonekana ana thamani kwenye hiyo klabu kuliko wewe. Nidhamu sisi ndio kila kitu. Aliondoka Agustin Okra bado mechi 5 msimu kutamatika, nadhani unakumbuka. Aliondoka Bernard Morrison bado mechi 6 msimu kutamatika, lakini huyu anaonekana ataondoka mapema kabla ya mechi hata 10 kubakisha kumaliza msimu huu, inawezekana akawa hayupo, kwa sababu nimeona Niki Jeyala aliposti kwamba huyu mchezaji ameandika barua kwenda kwa viongozi wa kuvunja mkataba. Sidhani kama Simba inawezekana wakamvumilia. Kwa hiki kinachoendelea mimi inaonekana inawezekana wakamalizana naye, na asante kwa kushiriki. Kwa hiki ambacho viongozi wa Simba wanakifanya dhidi ya utovu wa nidhamu ambao inasemekana Jonathan Soa amekuwa nao, unadhani viongozi wa Simba wako sahihi ukiangalia na mechi ambazo zimebaki kwenye ligi kuu ya Tanzania? Viongozi wa Simba wako sahihi kwa sababu hata kipindi kile Bernard Morrison anapewa adhabu, Simba wana mechi ya kimataifa. Lakini Bernard Morrison alikuwa kwenye ubora, lakini Simba walimwadabisha na alikuwa benchi. Anaangalia wenzake wanavyopambana. Kwa hiyo naamini Simba hii ni utaratibu wao, sio wameanza jana wala juzi. Ukileta nidhamu mbovu kazini, Simba watakunyoosha. Hii ndio utaratibu ambao wanaendana nao. Tofauti na Singida, wanawaambia wachezaji wao kwa sababu atakocheza chini ya kiwango, wameambiwa wanakatwa mishahara. Kwa sababu kila mechi wanaocheza tayari washaambiwa wanakatwa mishahara. Pale ndio wanaenda kuiua timu. Inawezekana wao kuto kujituma uwanjani sio sababu ya wao peke yao, pengine kuna baadhi ya vitu viko nje ambavyo vinawaasili. Kwa hiyo ukiwakata mshahara, maana yake ndio wanaenda kucheza chini zaidi, mwisho wa siku wakaenda kucheza playoff kwa sababu jiangalia Singida. Kwa hiyo sisi hatuna maneno hayo. Sisi ukizingua kaa pale. Sawa, kaa pale. Mshahara hata ukipewa ukikaa pale wewe lazima umie, kwa sababu mchezaji kazi yake ni kucheza. Sio kazi yake kwenda kulinda mageti. Kwa hiyo asipocheza lazima umie. Ndio maana unasikia Jonathan Soa kawasilisha barua, sawa, ya kuomba kuondoka kwa sababu hachezi. Na kaja Simba acheze, usipocheza kiwango kinakufa. Sababu hata mazoezini umuoni na wenzake. Yeye atakuwa yuko nyumbani tu, anaenda kwenye swimming pool huko, anaenda kuogelea, mara kaenda kwenye kitambaa cheupe. Kwa nini kaja kuja kitambaa cheupe? Sikaja kufanya kazi Simba. Sasa akishindwa kufanya kazi Simba, ndio hivyo unakuta anaumia na awasilisha barua aondoke. Kwa hiyo Simba ni kiini cha kuwatibu wachezaji wenye nidhamu mbovu. Kwa hiyo naamini binafsi kila mchezaji aliyokuwepo ndani ya Simba atambue majukumu yake ambaye amemwajiri. Lakini asipotambua basi atakaa mbao ndefu, ataona wenzake wakaendelea kuosha nyota. Kina babake kila siku anachora tatu. Kesho utamwona anachora tatu mpaka kwenye ukucha. Sawa, nataka tumalize na hili hapa. Msemaji wa afisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuna kitu ameandika hapa, nataka usome mwenyewe kwa sauti alafu tupe maoni yako. Anzia hapo juu alipoandika. Timu ambazo soma kwa sauti. Timu zilizofuzu robo finali ya CRDB Cup: Simba Sports, Coastal Union, TRA, Azam FC, JKT Tanzania, Mashujaa, Pwagu na Pwaguzi. Hatari sana. Ana balaa sana. Ndio utani wetu. Ni utani wetu. Sasa huyo Pwagu na Pwaguzi ni nani? Mimi simjui. Sijui yeye msemaji anamaanisha nani. Nimefurahi tu kwa sababu naamini ni sehemu ya utani wetu. Ila huyo Pwagu na Pwaguzi mimi simjui. Aulizwe Mediali, yeye anamjua. Atakuwa anajulikana ni nani huyo Pwagu na Pwaguzi. Ila mimi simjui. Sijawajua Pwagu na Pwaguzi ni kina nani. Ila Mediali anajua alonichapa kwa sababu kuna timu moja hapo haipo. Hata sijajua ni kina nani. Ila nimeona hapo hawapo. Sasa si ni nani? Si ndio mtoto wa shangazi na mjomba? Basi sitaki kuwaorozesha. Na Pwaguzi. Yaani maana anamaanisha mtoto wa mjomba na shangazi. Ina maana familia moja. Na leo utakuwa ushawajua. Familia hapo yeye ndio kawaita Pwagu na Pwaguzi. Ndio utani wetu. Pwagu na Pwaguzi wakikutana vipi? Wakikutana hakuna shughuli. Yaani hakuna shughuli. Yaani kama mnaangalia sizoni tu ndani. Mnakaa mnacheka tu mnatabasamu. Hakuna mechi. Shukrani sana. Asante sana.